nitakuwa simtendei haki nisipoyasema mbele ya wananchi hawa. Kwa kweli tupelekee salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tangia mwezi wa 12 zipo fedha nyingi zimeletwa za maendeleo kwenye kata yetu ya Iyumbu. Tuliletewa kiasi cha shilingi milioni 168 kwa ajili ya ujenzi wa maabara, majengo matatu ya maabara pamoja na umaliziaji wa majengo matatu ya madarasa. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hizi salamu tunakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi mpelekee salamu zetu za shukrani sana. Lakini vile vile tumepokea fedha zaidi ya milioni 150 ambazo ni fedha hizo kwa ajili ya ujenzi wa daraja. Tumekuwa na changamoto kubwa sana kwa kata yetu ya Iyumbu. Kwa miaka mingi bado vivuko na madaraja yamekuwa ni changamoto. Nadhani wananchi wengi tunalifahamu hili. Lakini tangu juzi na wasiana na mwanasheria wa jiji ni kwamba wako wanaandaa mkataba baina ya mkurugenzi pamoja na mkandarasi. Kwa hiyo daraja letu ambalo limekuwa ni changamoto ya muda mrefu sasa limepatiwa ufumbuzi. Zaidi ya kiasi cha shilingi milioni 150 kimeshaidhinishwa tayari kwa ajili ya ujenzi huo. Nadhani kwa mkataba utakapokamilika tayari tutaona mkandarasi atasogea eneo la tukio na kuanza ujenzi mara moja. Yapo madaraja mengine ambayo ni vivuko yameendelea kuwa ni changamoto. Bado mpango wetu kama kamati ya maendeleo ya kata tumeshapanga namna ya kuyaendea na kuanza kuyafanyia ufumbuzi. Tupo mpango mwingine ambao tumepanga ni pamoja na kusogeza mawe kwenye eneo lile ili kipindi cha masika kijacho angalau wanafunzi wasiendelee tena kuhangaika na madaraja kama ambavyo yaendelea kuwatesa kwa siku nyingi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, bado tunaendelea kutoa shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais. Kwa kweli ameendelea kutukumbuka. Zoezi hili la upandaji wa miti tumesaidiana na umoja wa wanaume wa KKT. Tumetoa vijana ambao kimsingi wametusaidia sana. Zaidi ya kaya kama walivyosema wenzangu 300 tumepanda miche zaidi ya 2400. Kwa kweli zoezi hili tunatamani sana wananchi tuitunze miti hii ili angalau mwaka huu tuoneshe matokeo ambayo ni chanya. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alizindua kampeni ya kukijanisha Dodoma tangu mwaka 2017 mwezi Disemba. Kwa hiyo nafahamu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akisikia kuna jitihada zinaendelea za kukijanisha Dodoma, yeye huwa anapenda kuwa namba 1. Jamani, tumpigie makofi. Nitoe pia shukrani za dhati kwa kanisa hili kwa kuanzisha kampeni hii ya kupanda miti nyumba kwa nyumba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe mwenyewe ni shahidi, tumekuwa tukipanda miti kwenye maeneo ya umma lakini tumekuwa tukikosa watunzaji. Sasa modo hii ambayo kanisa hili limetufungulia macho ni modo ambayo tunaona utunzaji wa miti unatekelezeka. Kweli au sio kweli jamani? Wananchi wa Iyumbu mpo? Natumai mko tayari kutunza miti, na tulipofika hapa na mkuu wa mkoa tumepita kwa baadhi ya nyumba ambazo zimefanya vizuri kwenye swala la upandaji miti. Jamani, si mnajionea wenyewe? Yaani ukipita hapo kamtaa lazima hali ya hewa ni tofauti na kule ambako hakuna miti. Mwaka jana tulipokuwa na sherehe yetu hapa ya umoja wa wanaume kama kanisa, tukaweka mikakati. Kuna shughuli ambazo tumefanya kwenda gerezani kuwatembelea wafungwa pale gereza la Sanga na kutoa mahitaji mbalimbali, lakini tukasema mojawapo ya hayo tuliyoyafanya itakuwa ni kupanda miti. Tunakushukuru sana kazi kwa juhudi, kwa sababu moja ya majukumu ambayo unatuagiza kufanya na kanisa limo. Yaani huwezi kusema unaagiza huko kwa wengine, sisi kanisa tuko pembeni. Hapana, sisi tumo. Kwa hiyo tupo katika nafasi ya utii na kutenda. Kwa hiyo hayo utakayotuambia tutakuwa tayari kuendelea kutekeleza na kufanya ili kusudi tuweze kuhakikisha kwamba tutafanya vizuri. Wenzangu wameshazungumza mengi yanayohusiana na maendeleo yetu ya kata ya Iyumbu, lakini sisi kama kanisa, kama ulivyoona hapa, ndio bado tumekuwa wachanga, sio wachanga wa Kristo. Wachanga kwa eneo, tuna miaka 2 sasa kama na nusu. Ndio tumeanza tangu tumefungua mahali hapa. Kwa hiyo tunapambana tuone kwamba tunajenga kanisa kudumu mahali hapa, mahali pa kuabudia, ili angalau siku moja ukija basi tukukalishe hata kwenye kanisa zuri.
kuliko mahali unapopaona sasa. Kwa hiyo tuendelee kutusaidia, kutuombea na kututia moyo ili tuendelee kufanya vizuri. Kwa mpango huu ambao mmeamua kuuanzisha kwa maksudi kabisa kuonyesha mnajua wajibu wenu juu ya swala la mazingira, hongereni sana. Na wakati fulani sisi tumekuwa tukijiuliza, ukienda kwenye taasisi ya dini liko nyingi, kwa sababu na mimi nashukuru Mungu kuwa tukiongea na wenzetu wa imani wa dini karibu zote kwa kweli au nyingi, wote wanasema kila kitabu chao cha dini kinaonyesha kuwa maelekezo ya kutunza mazingira ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siku moja niliwahi kusema kama amri hii tungeamua waumini wote wa dini ambazo vitabu vyetu vinasema hayo na tukaamua kutekeleza, tayari nchi hii ingekuwa na kijani nzuri na ingekuwa kama peponi kabisa. Lakini tumekuwa tukijiuliza, utakuta kwenye kanisa, kwenye msikiti, kwenye wapi, miti ile imepandwa, lakini wale waumini wetu ukienda majumbani kwao hawajapanda. Sasa sema hao waumini wao hawaelewi viongozi wao wa dini. Lakini leo nimeona kuwa Yumbu mnamuelewa sana mchungaji wenu, hongereni sana. Nimeshuhudia kwenye hizo nyumba nilizopita, kwa kweli kwa jua kama hili la leo unatamani ubaki ukae kwenye hiyo nyumba ili upate kivuli. Lakini niwaambie kuwa nchi yetu hili mnalolifanya ni moja ya sera na mikakati ya kitaifa ya kuhakikisha tunaendelea kupanda miti kwa wingi, kwa sababu nyingi. Moja, kwa sababu pia kulikuweko na ukataji wa miti kwa wingi, wa miti iliyokuweko katika historia imepungua. Lakini kwa Dodoma jambo hili na uzito wa kipekee kwa sababu ya imani tulionayo kwa Dodoma tunasema ni kame au semi desert. Wagogo wanatuambia, si ndio akina mama wanasema Dodoma ni semi desert. Sasa hii semi desert inaweza kuondolewa kwa watu wenye utashi na walioamua kuondoa ukame kwa kazi moja tu ya kupunguza ukataji miti na kuongeza upandaji miti. Na sisi Dodoma, kama ambavyo ametoka kueleza kaimu katibu tawala hapa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alituanzishia jambo hili kwa matamanio makubwa ya kuwapenda wana Dodoma na Dodoma yenyewe na kutamani hali ya hewa ya Dodoma ibadilike. Na sisi wote hapa ni mashahidi, tangu kampeni ile imeanza bado Dodoma haina miti ya kutosha, lakini kwa kweli kuna hatua kubwa sana imepigwa. Huko nyuma ilikuwa hamna mtu anayepapenda Dodoma, na asilimia kubwa na Dodoma alikuwa atembea amefumba macho. Kwa sababu gani? Vumbi lilikuwa ni jingi sana. Sasa hivi vumbi lipo, lakini sio la kiasi kile. Watu wanaulizana limepoteaje? Sababu ya upandaji miti umeanza kuzuia hata vumbi na kulipunguza. Haya ni manufaa tumeyaona kabla hatujayaona ya kuvuta hewa, lakini kabla hatujayaona ya mvua angalau kunyesha kila mwaka. Maana ingekuwa miti imeisha kabisa, huenda tusingeona hata tone la mvua. Lakini ni matamanio tuibadilishe Dodoma, matamanio ya Mheshimiwa Rais kuibadilisha Dodoma hii kuwa kati ya maeneo ambayo yanavutia kwa ukijani wake. Ndio maana akaanzisha kampeni ya kusema Dodoma ya kijani. Na sisi ni mashahidi, miti iliyopandwa toka wakati ule sasa hivi ni mikubwa. Lakini kupitia maelekezo haya Mheshimiwa Rais, mkoa pia umepokea maelekezo haya na umekuwa na mbinu mbalimbali za kuendeleza au za kutekeleza jukumu hilo za kuifanya Dodoma kuwa ya kijani. Kwanza tulipewa malengo ya kupanda miti milioni 40 katika miaka mitano kwa mkoa mzima. Kila mwaka tupande miti kila miaka mitano tupande miti milioni 40. Lakini kupitia sasa utekelezaji wa kazi hiyo kumekuwa na kauli mbiu mbalimbali na tumejiwekea vipaumbele mbalimbali vya kuhakikisha tunafikia dhamira hiyo na maelekezo haya. Moja, tumesema ni lazima kupanda miti kwenye vyanzo vya maji ili maji yaendelee kuweko, na anasema kuna miti rafiki wa maji tunaendelea kuipanda sana.